وسلم وبارك على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله وآله وصحبه إلى يوم لقاء الله وبعد. Mheshimiwa Shekhe wa mkoa huu, ile kaimu watasema waliokukaimisha, sisi tutakuita Shekhe wa mkoa. Mheshimiwa Shekhe mwenyeji wa wilaya hii, na kwa bahati wewe sio kaimu na utaendelea hivyo hivyo mpaka uchoke mwenyewe ama laini ichomolewe, kwa maana ya kufa, lakini bado kidogo. Shekhe mwenyeji, jina nilolisikia tu nikajua shemeji yangu. Majina yale hamna ila kwa Wapemba. Sikia Mbaruku Karafuu. Kwa sababu ule ni mng'ato ule wa karafuu na madoriani, asili yake ni Mubarak. Kwa sababu katika Kiarabu hamna Mbarak, hakuna wazini hata mmoja. Unaona? Sasa kuonesha ni watu maalumu wakaita Mbarak. Shemeji yangu, alhamdulillah, mbele na kiongozi na shemeji. Mashekhe nyote wa kata, walimu wenzangu wa madrasa, maimamu mliohudhuria hapa, kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu mwaka huu kupata bahati ya kuhudhuria. Ni katika watu walioalikwa sana kwenye hadhara hii. Nimebahatika kuja mwaka huu, na waliokuja wakamkusanya swahibu wangu wa miaka hiyo. Nikawaambia dharura sina, na kwa kuwa mmemleta huyu na kuja. Kuna mtu mmoja Sheikh Walidi anakupenda sana, rafiki yangu mimi, lakini alikuwa mcheza mpira, anaitwa Ramadhani Mazongera maarufu Dondola. Swahibu wangu zamani sana. Walipokuja katinga kanzo, mimi nikajua kaja mwanachuoni gani. Kumbe muuni wa zamani wa Manchester. Alhamdulillah. Ile peke yake ilinipa faraja. Ile peke yake ilinipa faraja. Hata maneno ya kusema basi ilikuwa ni yeye Bwana Dondola, ndio maneno ya kusema hapa. Walimu, mashekhe, katika msiba mkubwa tuliokuwa nao leo katika kila idara, busara ikusanye busara bishakli al-aam, al-hikma, hekima. Hata ndoa zetu zinavunjika sana, mpaka unampata mtoto mwenye umri wa miaka 35, 30, ana ndoa 3 ama 4. Sababu yake busara. Imma
wanandoa wenyewe wamekosana, ndoa ikavunjika, sababu itakuwa busara. Bwana ongeza sauti tu, mimi ndo taongeza huku. Hata juu hivi tusio na pressure. Ima itakuwa wazazi wa pande mbili, kuna upande kumekosekana busara. Ima itakuwa walioalikwa katika usuluhishi wa ndoa ile, kuna baadhi walikosa busara, ndoa zinavunjika. Nilisema mara moja, mwanamke Mungu alivyomuumba, kuna wakati mnara unashuka wa network. Mume unatakiwa ujue kwamba sasa mtandao hausomi vizuri. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Qur'ani inasema hivyo Wewe mwanadamu waheshimu sana wazazi wako wawili. Qur'ani ndio ilipotaka. Lakini kuna mmoja huyo, ongeza sana zile heshima na nidhamu. Ongeza sana yale mapenzi katika hao wazazi wawili. Nani? Mama. Kwa sababu alimbeba huyo wewe, dhiki juu ya dhiki, tabu juu ya tabu. Waweza ukapata mtoto, mke ana nidhamu, anakupenda, lakini siku ya kushika ujauzito utaona ulimi umebadilika. Wewe mume unatakiwa uwe na busara. Mbona juzi na jana hakuwa hivi? Tumia busara. Hii itakuwa mimi. Mimba ile si umewekeza? Usishangae ukamuona mwanamama mpendaye nyama, baada ya ujauzito nyama inanuka. Baba, usudi bahati mbaya. Kila nikishusha inapiga kelele. Hata kitena nyama anakwambia anataka bamia mlenda. Anakifunge pembeni, kakifunga na kanga cha udongo. Mimba hiyo. Usishangae yule unayempenda baada ya kuwa mjamzito akakusokotea shuka akaliweka akajibana ukutani. Nimuone mshenzi wa mtu avuke hapa. Sio wewe ndio mshenzi. Mimba hiyo. Busara uwe nayo. Mimba zina staili. Usishangae ukiwepo anakukasirikia, ukiondoka anatafuta fulana yako, kanzu yako uliyovaa juzi na jana iliyojaa jasho, ananusa kama ugoro. Lakini wewe ukiwepo anakasirika. Mimba. Busara. Unakwenda msikitini, unakuta muadhini na imamu hawaelewani. Busara hakuna. Busara zingekuwepo, kila mmoja angejua mipaka ya nafasi yake. Hivyo nenda hata katika serikali, ofisini. Ofisi moja, kalani, sio sekretari, sio katibu, kila mmoja anaomba mwenzie afukuzwe kama sio kufa kabisa. Busara tu. Wewe una mshahara wako, huyu ana mshahara wake, na mimi nina mshahara wangu. Haijawahi kutokea baada ya kufukuzwa mimi ama kufa, ule mshahara wangu ukapewa wewe. Kinachokufanya unune na unikasirikie nini? Busara hakuna. Usishangae. Sheikh Walidi ndiyo shekhe wa mkoa. Basi akapatikana mtu hata sio shehe wa kata kama mimi, akataka kupambana na huyu. Sasa wewe unapata nini hata yeye akiondoka hata kwenye kata au unaleta majuu hata kwenye kata au busara hakuna. Ile sio nafasi yako, tafuta la kwako.
mabwana hekima. Nilisema mahala, tazama leo Waislamu kwenye mitandao ya kijamii. Wewe kwa kuwa unapenda maulidi ni haki yako kutetea, na wewe kwa sababu hupendi maulidi ni haki yako kupinga. Kwa kukosa busara, wewe unateteaje? Unatetea kwa matusi. Kwa kukosa busara, na wewe usiyapenda, hupendi kinamna gani? Unaponda kwa matusi. Busara, tatizo sio kukataa, unakataaje? Si kama naeleweka? Hakuna jambo baya analolichukia Mwenyezi Mungu kama kufikia mtu kujiita Mungu. Firauni alijiita Mungu, lakini bado katika kwenda kuzungumza naye busara zinahitajika. 44 Taha, Mungu wakati anamtuma Nabii Musa na Haruni aliwaambiaje? Faqula lahu qawlan layyina. Wanakwenda kumpiga maneno aelewe, mtu ambaye anajiita Mungu. Mungu kamuona na anamjua, lakini bado anawatuma, anawaambia busara zinahitajika. Nendeni Musa na Harun mukazungumze na Firauni, lakini kamwambieni maneno mazuri. Lengo nini? La'allahu yatadhakkaru au yakhsha. Busara zikitumika, pamoja anatamba yeye ndiye Mungu, lakini busara zikitumika, huenda atarudi nyuma, atajirekebisha. Vinginevyo yeye anaweza kuwa katika wacha Mungu, akaogopa hasira za Mwenyezi Mungu kwa kujitangaza umungu hali ya kuwa si Mungu. Busara ni muhimu. Wakati Mwenyezi Mungu anamtuma Musa na Harun kwenda kwa aliyejiita Mungu, busara zinahitajika. Hapo hapo Mwenyezi Mungu anamwambia Bwana Mtume Muhammad, mimbabi iyaki ani fasma'i ya jaa, udu ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana. Busara. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nenda kawalinganie watu waje katika dini ya Mwenyezi Mungu kwa busara na mawaidha yenye mvuto. Ina maana mtu asivutike kwa hasira zako na matusi yako, yale mawaidha yenyewe ndiyo yamteke. Usitumie matusi, makuvu, kashfa, eti watu hilo haliwezekani. Lasta alaihim bimusaytir. Kuonesha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alielewa hilo. Qur'ani ilimsifu. Sura ya 359 Ali Imran, fabima rahmatin min Allah linta lahum. Wewe unaifikia na kutukana mashehe wa wengine. Hivi unasoma kitabu gani ndugu yangu katika imani mpaka wakashifu mashehe wengine? Nilipata kusema watu wa tauhidi wanasema hivi, walaula dhunubu lama fataha Allahu baba tauba. Kama ingekuwa hakuna kukosea, Mungu asingeweka mlango wa toba. Sasa wewe kama kuna shekhe unamuona kakosea moja mbili, unamtoa katika dini, uko tofauti na manhaji ya dini. Busara zinahitajika. Usishangae katika watoto zako ukampata mtoto mmoja haelewi. Ukimwambia njoo anaondoka, ukimwambia nenda anakuja. Busara zinahitajika. Ukitumia maguvu unampoteza. Leo kwa kutokuwa na matumizi mazuri, wanamume na wanawake yanatukuta, tunakaa maskani
anakuja mtu anaanzisha mada ya ndoa, alafu wewe unaona mbona wenzangu wote wamesema, mimi sijasema kitu. Unataja maisha yako halisi na mkeo, anapatikana unababaika nini? Kwani ana dhahabu? Wote ndio hii tu, achana naye, piga chini, chukua mwingine. Huyo anayekwambia hivyo, usipotumia busara utapoteza mkeo. Pengine mwenzio nyumbani anaosha vyombo, pengine mwenzio nyumbani anafua madira ya mkewe. Wewe umechukua maneno, utumie busara katika maskani, unakwenda unaacha mkeo. Basi hivyo hivyo na kule kwenye madamatu, si tunasoma si madam, si ndio kwa Kiswahili mtaani, si ndio demu, madam wengi, mademu wale madamatu, madems. Wakapatikana wanawake wakashawishiwa na ndugu, marafiki, wenyewe wanaita shoga. Matokeo yake, na yeye hatumii busara, anayapokea maneno ya rafiki yake, anakwenda kuvuruga ndoa. Pengine anayemwambia kashaachwa mara 7, pengine anayemshawishia hata ndoa hana, anashindwa kutumia busara. Hivi huyu angekuwa maana angekaa bila kuolewa huyu? Wanaharibikiwa. Ujumbe wangu wa leo, ndugu zangu katika imani, katika kila idara busara zinahitajika. Maneno magumu munivumilie kidogo, vumilieni kidogo. Hata kama kuna wanasiasa nivumilie, samahani, munivumilie. Sakata la bandari, imefikia mtu anasema serikali ipinduliwe. Busara hakuna. Nilisema hivi, maneno yale angeyasema shehe wakati wa mjomba, yupo? Aswalia bwana Mtume Muhammad. Kula miogo mtumie nguvu nyingi, hata hiki nacho. Narudia, haijawahi kutokea mtu kusema hadharani serikali ipinduliwe. Lakini mtu kasema, na ni mchungaji. Usishtuke wewe, tuye kama ulivyo. Aliyesema ni mchungaji. Nikauliza leo hii mahala, nimeuliza tena msikitini, inatemba juu, maneno yale yangeyasema shehe wakati wa mjomba au wakati wa mzee Nyerere alayhi minallahi ma yastahiqu, mzee wetu, Mwenyezi Mungu amlipe kwa mujibu wa jitihada zake. Angesema serikali ipinduliwe, angekuwepo. Busara, busara. Mama kayasikia, kawekwa ndani kidogo, kapumzika na katolewa. Lakini mashehe waliokamatwa walimaliza miaka. Waislamu tumetulia. Hili nalo na nyie mashehe, nakwambieni, wenzenu mnawasikia wanapoungana, wenzenu mnawasikia wanavyoungana, wamepiga kelele. Kila mchungaji kwenye kanisa silaha katolewa, kapata dhamana. Muislamu shehe akikamatwa, mashehe ndio kwanza baadhi yao wanasema huyu asitoke. Aswalia bwana Mtume Muhammad. Vijana tunajiweka bondi wenyewe, ima kwa kutojitambua, ima njaa, ima kwa kutokuwa na busara. Mtume Muhammad alichokisema, akifundisha busara, hii ni busara ya Bwana Mtume, al-muslimu ahul muslimi. Busara tu. Munavyoishi Muislamu aishi ndugu yake akimjua ni nani. Kati ya ikhwa na ikhwani, jamu mbili hizo, ikiwa ikhwa ina maana gani na ikiwa ikhwani ina maana gani, tutachelewa. Zote ni jamu, na zote ni jamu mukassar. Kule kwenye elimu yenu isiyohitaji huku mnaita plural. Sio mzebe sana pia kipande hicho. Ndugu zangu, tuko na kiongozi wetu hapa. Ni wakati sasa
tutumie vizuri akili zetu katika maisha. Tusivutwe na mihemko ya kimakundi, mimi Shafi, mimi Hambali, mimi siyo Ansari Sunna, mimi Salafi, mimi Hizbu Tahariri, mimi Firqatu Takfiri, mimi sijui. Tusivutwe huko. Kaa chini Darwesh, kaa chini. Kaa hapo hapo kwanza, utakuja kaa hapo hapo. Sasa hivi zamu yangu. Na binjuka nikae chini. Mfano wa rafiki yangu fullback ya Bandari Ligi Kuu, kwa wale ambao wamekuja jana, lakini pia alikuwa anacheza center. Faru Dume, Ramadhani Mazongera, Dondora. Mfano wake ni mtu mzima kwa umri wake. Jamani, vijana mfano ule na wengine kwa hapa eneo hili na jirani, ni muda wa kubadilika. Yale maisha tuliyokuwa tunaishi wakati wa upinzani kati ya Faru na Kagera Ranger, yale sasa yabadilike. Sasa ni watu wazima. Wazee wa Kindengereko wana methali yao, wanasema mamba akizeeka sumu humwachia mwanawe. Si wakati tena ninyi kuhangaika na ujana usiokuwa na maana. Rudini kwa Mungu, busara zitumike, ili mradi vijana wenu, watoto wenu, wajukuu zenu, wakwa zenu wasome kutoka kwenu. Si muda tena wa kuzeeka na usera. Badilika. Ukizeeka na usera ni hatari. Niliwaambia mahala na hapa narudia, Waswahili wanasema usitafute busara kwa kila mzee, hata msera naye anazeeka. Unaweza ukamuona mzee umepeleka jambo upate busara, anakupokea na tusi. Wewe umezani mzee tu, kumbe huyu ndio msera wa zamani, anakualii. Sasa ili mzee wewe uje kuwa ni mzee mfano, badilika mapema. Kaka zangu, ndugu zangu, rafiki zangu, tubadilikeni, tuitumikie nchi yetu, tuutumikie mtaa wetu, tuitumikie jamii yetu. Sisi tuwe mfano. Tushavuka tena miaka 40 ya kupewa utume, una 50, una 50 na 60 huko, bado unaendelea kuvaa suruali mlegezo, ili iweje? Bado na wewe unavaa kikuku, ili iweje? Bado na wewe unavaa irini, ili iweje? Wewe sasa uwe mfano. Niwaombe vijana wenzangu ambao vijana wastaafu, maana ukishafika miaka 50 nawe ni kijana mstaafu. Hata CCM miaka 50 ukubali kupewa kadi ya vijana. Lakini kuna wengine hawajafika miaka 40, lakini Mungu amewatumikia umbile zuri, anaonekana mtu mzima. Basi kaa hivyo hivyo, usije ukakaa mbele za watu wanakuamini wewe mtu mzima, alafu baadaye likitokea jambo ukiropoka sasa, kumbe huyu mwengu Yaani kama hala mnakaa kuna mtu mnamwamini kabisa huyu mtu wa maana, anzisheni mada, mtamgundua kwamba bwana hili kumbe box. Wakaini tara min sabitin laka mu'jibin ziyadatuhu au naqsuhu fi takallumi wa mahma takun 'inda mri'in min khaliqa wa in khalaha takhfa 'ala an-nasi tu'lami lisanu al-fata nisfun wa nisfun fu'aduhu fama baqiya illa suratul lahmi wad-dami. Mara nyingi sana waweza ukamwona mtu kimya akakuvutia. Sasa kuzidi kumpenda ama kumchukia, mwanzishie mada pale atakaposema ziyadatu au naqsuhu fi takallum. Lakini lisanu al-fata nisfun, ulimi wa mtu ndio nusu mtu, wa nisfun fu'aduhu, nusu iliyobaki ni moyo wake. Fama baqiya illa suratul lahmi wad-dami, hakuna kingine kilichosalia ni minyama na damu. Mwanadamu ni vitu viwili, ulimi na moyo. Tubadilikeni, tuwe na hekima, tulee jamii zetu, watoto zetu, wakwa zetu. Na kina mama, tulieni, tumieni busara, kaeni na ndoa zenu. Wanaume wenyewe sasa hivi wengi shida,
Na maana mnaona sasa hivi wanaume wanaanza kidogo kidogo kuchukua majukumu yenu. Leo nimepigiwa simu na redio moja, kuna malalamiko sasa hivi wanamume wananuna sana. Yaani ile swala kununanuna wanawake, sasa hivi wanaume nao washaanza kununanuna. Wallahi leo wamenirusha live asubuhi, wanaume wananunanuna. Unashauri nini kwenye jamii? Sasa ikishafikia mwanamume yeye ndio kiongozi, arrijalu qawwamuna ala nisa, ndo kashanuna, hiyo nyumba inaenda wapi? Hadha, wassalamu alaikum wa rahmatullah.